Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Wapo unajua historia ya Tanzania leo inarudisha misimamo ya zama za Mwalimu. Nafikiri ni mchango mzuri sana na ni credit kwa rais wetu, kwa sababu misimamo ambayo Mwalimu wakati anaunda taifa hili aliiweka leo inaendelezwa kwa namna tofauti kwenye masuala tofauti. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa wote waliopiga simu. Wanachazi wa Shinyanga anasema amegusia wale wanaopinga kwamba watueleze majimboni kwao wanafanya nini. Sasa sijui alikuwa anakusudia nini. Lakini kama ulivyosema kwenye hili watu wana maoni tofauti, lakini tunachosisitiza ni kwamba Watanzania wasikilize masuala ya kitaalamu kutoka kwa wataalamu, lakini wasikilize masuala yanayohusu sera na uendeshaji na mapambano ya huu ugonjwa kutoka kwa wasemaji rasmi wa serikali. Wasipewe maneno ya pembeni yakawababaisha. Kwa hiyo nafikiri mchango pia wa Chazi wa Shinyanga. Kwa nukta hiyo tumalizie muda wetu si rafiki sana. Tumalizie kwa kuangazia swala zima la uzalendo. Unajua kuna maneno ambayo sasa hivi yamebagazwa, yametukanishwa. Ndio. Ukizungumzia kwa mfano uzalendo, watu wataleta tafsiri mbalimbali kuwachanganya watu ili hata hiyo dhana yenyewe isieleweke maana yake nini. Kuna dhana ukizungumza kwa mfano ubeberu, mzee Sanga yeye yuko kule lakini anajua maana yake nini. Kuna watu hata kwenye mitandao hii katika mijadala unaona kabisa watu wanachanganya watu ili wasijue. Tunaishi katika dunia ambayo kuna watu wanadhani na kuamini kabisa kwamba kule nje duniani kudanganya na kupotosha kuhusu hali inayotokea nchini. Kwa hiyo mimi nasema kama kuna kipimo cha Watanzania wanapaswa kuwapima wanasiasa, viongozi na raia mmoja ni kwenye swala la kulinda nchi yako. Kuna nyakati unakuta hata nchi yetu yuko kwenye ubishani na nchi nyingine. Mtanzania anasimama upande wa nchi nyingine. Mimi nafikiri kwenye hiki kipindi cha COVID tumeonana vizuri, tunajuana sasa hivi vizuri. Kwa hiyo Oktoba hapo Watanzania wataamua. Wapo wanasiasa wengi na tayari wamepotoka. Taajabu Dr. tumeona wakati sisi tunafanya hivyo kulitokea duniani, sisemi hata Afrika tu, duniani watu wengi sana wananchi, raia wa nchi mbalimbali walifocus sana Tanzania, wakaona kuna kitu kinafanyika Tanzania kwa sababu wao wanajua kwamba kuna haya madude makubwa huko yanaweza kuwa na agenda, yanatekeleza agenda fulani ambazo sio lazima ziwe za maslahi ya wananchi wa kawaida, kama ambavyo Tanzania ilijitahidi kuhakikisha kwamba inaangalia maslahi ya wananchi. Na wengine hata katika nchi jirani unakuta wanaandika makala kabisa, wanaeleza kwamba Tanzania imefanya mambo ya akili. Kwa hiyo uliuliza tufanyeje? Mimi nafikiri cha kwanza ni kubadilisha fikra. Tunaweza kuwa na tofauti kwenye mambo kwa namna tunavyoyaendesha kwenye siasa, uchumi, lakini hatuwezi kuwa na tofauti kwenye kuipenda Tanzania. Tanzania itabaki kuwa Tanzania jana, leo na kesho. Tupo hatupo, vitukuu wajukuu zetu wanapaswa kuikuta Tanzania ya amani, yenye mshikamano na salama. Kwa hiyo mimi nasema fikra tuzibadili. Lakini cha pili, sisi kama serikali kwa kweli tuna sheria. Kwa hiyo pale ambapo mtu atafanya kosa, sheria zipo, zitatumika, na wenyewe wanasema wataalamu wa utawala wa sheria wanasema kanuni ya kwanza kwenye dhana ya utawala wa sheria ni kufuata sheria. Kwa hiyo pale ambapo Dr. tuna dakika moja tu. Na hebu tuambie neno lako la kutufungia kipindi. Kwanza ni washukuru wa Tanzania wote, kama ambavyo tumesikia wameendelea kusikiliza maelekezo ya viongozi na wataalamu wa afya kwenye hili la COVID-19. Waendelee kufanya hivyo. Mheshimiwa Rais amekushaeleza kwamba ugonjwa unapungua nchini. Nimeonyesha baadhi ya takwimu, kuna hospitali nyingi sana Tanzania kwa sasa ni mtu mmoja au sifuri kabisa, hakuna watu, lakini haimaanishi kwamba ugonjwa haupo kwenye jamii yetu. Tuendelee kuchukua tahadhari. Serikali inaendelea kuweka misingi kwamba Watanzania wasikwame kufanya shughuli zao, lakini pale ambapo unaruhusiwa, kwa mfano umeruhusu michezo, sio kwamba unaruhusiwa sasa ndio ukafanye vurugu kwenye michezo. Zipo taratibu tuzifanye, tuendelee kuchukua tahadhari zile za kiafya na maelekezo tunayopewa, lakini mimi naamini nchi yetu itavuka kwenye hili kama ambao tumevuka kwenye mengi mengine. Lakini mwisho wa siku kwenye kipindi hiki tumejadili la uchaguzi kidogo.
niwatakie Watanzania tu maandalizi mema ya uchaguzi. Kila Mtanzania kwenye kila hatua zinazokuja, shiriki, timiza wajibu wako. Tumejiandikisha, tumeboresha daftari. Sasa ikifika siku ya kwenda kupiga kura, tujitokeze na tukachague viongozi ambao wameleta mageuzi kwenye nchi na wanaonyesha mwelekeo wa kuipeleka nchi yetu kule tunakotaka, sio vibaraka na watu ambao akiliona jambo dogo la nchi yake anabadilika na kuwa raia wa nchi nyingine. Sababu makampuni binafsi mengine yalifunga na nini au yalipunguza watu na kadhalika. Watu wangetarajia kwamba labda kungekuwa na athari kubwa, na hata wengine sasa hivi wanazungumza kwenye mitandao kwamba uchumi umeathirika sana. Lakini naamini mishahara imeendelea kulipwa, miradi inaendelea. Yaani sisi, mimi ninachoweza kusema ni kwamba kama kuna jinamizi ambalo tutaona huko baadaye nchi nyingi za Afrika litawasumbua sana, ni hii kuchukulia kama tulivyosema, kufakamia hizi nadharia na mipango na kwenda ku lockdown uchumi. Sisi hatukufunga uchumi wetu. Uchumi wetu kwa sehemu kubwa ulikuwa wazi, lakini yako maeneo ambayo tunaingiliana na mataifa mengine na wao walifunga. Obviously na sisi tutakuwa tumeguswa kwa maana ya kuathirika. Kwenye utalii, hata kama tungeamua sisi hifadhi zetu ziwe wazi, ndege zilikuwa zimefungiwa sehemu kubwa ya dunia, kwa tumeathirika kidogo. Lakini dokta, nikuthibitishie misingi muhimu ya uchumi wetu iko vizuri. Ukiangalia mfumuko wa bei uko vizuri, ukiangalia mapato, pamoja na kwamba tumepoteza kidogo kwenye utalii, tumepoteza kidogo kwenye baadhi ya biashara ziliyumba kidogo, lakini tangu mwezi Julai mpaka mapato ya mwezi huu Mei 2020 hatujawahi kushuka chini ya trilioni 1 kwenye makusanyo ya serikali, na haya ni makusanyo ya kodi. Lakini ukienda kuna baadhi ya mapato ambayo yameongezeka hata kipindi cha COVID. Ukiangalia kwenye takwimu, kwa mfano Tanzania tumeuza dhahabu nyingi sana duniani kuliko kipindi chochote katika nchi hii kipindi hiki cha COVID. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo tumeshuka, lakini kuna maeneo ya kiuchumi Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa kudra zake huwezi kujua kumetokea nini. Bei ya dhahabu imeshuka, lakini ukiangalia takwimu za mauzo yamepanda. Kwa hiyo ule uwiano kidogo unakuwa mzuri. Kwa hiyo sisi, Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli hajashindwa kulipa mishahara, tumelipa mishahara vizuri, na naamini hata TBC hapa mko vizuri, hamjakosa mshahara. Posho tumelipa vizuri, lakini kama ulivyosema tuna miradi mikubwa. Stiglas kule, mradi wa Rufiji wa Julius Nyerere unaendelea vizuri. Kwenye reli yetu ya kisasa kipande cha Dar es Salaam mpaka Morogoro tu kwa 77%, kazi inakwenda vizuri. Lakini ukienda kwenye mataasisi ya umma huko, watu wanafanya kazi zao vizuri. Na hata kwa hao wanafunzi ambao nimesema wanarudi, mtu asifikirie ulikuwa ni uamuzi tu wa kurudisha watu shule au vyuo. Kuna gharama ili wanafunzi wale ambao wanasaidiwa na serikali waweze kuanza masomo tarehe 1 mwezi Juni. Serikali inapaswa kulipa bilioni 63 posho, wenyewe wanaita boom. Hizo hela leo tarehe ngapi? 27, sio? Tayari zimeanza kuingia kwenye akaunti, zipo. Habari njema ili bilioni 67. Ili wanafunzi pia waweze kurejea mashuleni, ukiacha posho ya chakula hiyo boom na malazi, pia kuna wanafunzi wanalipiwa ada. Wanatakiwa wanafunzi walipiwe bilioni 59 kufikia Juni mosi. Sasa sisi serikali hatufiki Juni mosi. Leo ninavyokuambia hivi hela zimeanza kuingizwa kwenye vyuo. Kwa hiyo lockdown ni laana. Umezungumzia hapa kabla hujazungumzia hilo la wanafunzi, swala la madini, jinsi ambavyo tumeanza kunufaika nayo. Lakini ni jana ambapo Bariki wametoa ile pesa ambayo mwanzoni kuna watu ambao walikuwa wanasema yani hiyo ni kitu haitakuja ikae tokee, kwamba haitakuja ifanikiwe, hilo changala macho tu. Lakini wametoa fedha. Ndio. Tena hii fedha ya Bariki nifafanue, katika nilipokuwa nazungumzia kuongezeka kwa madini, mtu asije akasema tumejumlisha na hii fedha ya Bariki. Hii imekuja kwa sababu ni majukumu ya kimkataba baada ya kukubaliana nao kubadilisha uendeshaji wa shughuli zao hapa nchini na namna gani wa Tanzania tutafaidika. Yale ni majukumu ya kimkataba. Jana wametoa dola milioni 100, zaidi ya bilioni 250 kama sehemu ya majukumu yao ya kimkataba, kwa sababu hapo kuna watu tayari washaanza kuchomeka maneno kama kawaida kwamba hii hela inakuja kusaidia bajeti imeyumba kidogo. Hapana, lile ni jukumu tofauti kabisa la kimkataba. Serikali ya Dr. Magufuli haijawahi kuyumba kwenye bajeti. Na kwamba yale makubaliano yatatekelezwa kama yalivyo, na kuna fedha nyingi wataendelea kuleta. Lakini kampuni ile pia watu wafahamu, leo pia usizungumzie Bariki,
Tanzania leo kuna kitu kinaitwa Twiga Mineral, ni kampuni yetu sisi na Barrick. Kwa hiyo ukiona hata makinikia yanauzwa nje, usichukulie kwamba ni kama zamani anauza. Sasa hivi na sisi tuna kitu chetu pale kwenye kila kinachopatikana. Kwa hiyo ni mfumo muhimu sana, unatusaidia kipindi hiki, lakini hata bila hiki kipindi cha COVID yale mapato ya milioni 100 ile dola kwa kweli yalikuwa ni ya kwetu na yangekuja tu. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.